yafuatayo. Kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawabadilishi watu hali walizokuwa nazo mpaka wenyewe wachukue hatua za maksudi kubadilisha hizo hali walizokuwa nazo. Maana yake nini? Mimi nitafungua kwa uchache. Leo Waislamu tuna changamoto kubwa katika huduma za afya. Mashekhe wengi hapa wanazungumzia kuhusiana na ubaya wa watu kutazama miili ya kina mama, tena wakiwa wamevaa nguo zao, kutazama ile idamatun nadhar. Lakini hao wake zao wanaenda kujifungua na wanazalishwa na wanaume. Hii ni changamoto ambayo inahitaji ufumbuzi wa jumla, ufumbuzi wa pamoja, kwamba mpaka lini wake zetu, hasa kwa wale ambao vipato vyao ni vya chini, watakuwa wanaendelea kuzalishwa na wakina baba. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hii nukta yangu ya kwanza. Lakini changamoto nyingine, tuna changamoto ya baadhi ya watu ambao wapo katika nafasi za maamuzi, wapo katika nafasi fulani, lakini contribution yao, mchango wao katika dini ni mchache, tofauti na wenzetu wakubwa zetu wakina Sheikh Ulega hapa. Wao tunawaona katika mambo yetu tupo nao, lakini ipo idadi kubwa ya watu ambao wapo katika nafasi fulani lakini hawashiriki, huwaoni katika shughuli zetu, huwaoni wakichangia katika mambo yetu. Hii ni changamoto ambayo inatutaka sisi Waislamu, zinapotokea nafasi za kwenda kushiriki au kuwepo katika nafasi za maamuzi, sisi Waislamu tuziharakie, tuzichangamkie nafasi hizo. Kwa mfano, nafasi za ubunge, alhamdulillah mwaka huu kumekuwa kuna mwamko, lakini bado mwamko unatakiwa kuendelea kukua zaidi, ili tupate watu ambao watakuwa na sisi, watachangia maendeleo ya dini hii. Imamu al-Ghazali alayhi rahmatullah alizungumza miaka chungu mzima iliyopita, alipokuwa anasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akasema wa nafsin wama sawaha. Hapa kiapo hichi kinaashiria uwajibu wa mtu kuitambua nafsi yake, kutambua maeneo ambayo yeye ana uwezo nayo, strength, kutambua maeneo ambayo yeye ana weakness, ana mapungufu, na kuchukua hatua. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba. Sisi hapa tunazungumza, tulikuwa tunaona kama jambo la wazungu, lakini hata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hijra yake, wakati anatoka Maka kwenda Madina, alifanya hichi kitu kinachoitwa manhajiyatu tahlili rubai. Hiki kinatakiwa kiwe ni somo katika ngazi ya familia, katika ngazi ya taasisi, katika ngazi ya kitaifa. Lakini la mwisho, kwa sababu ya muda mchache niliopewa, la kumalizia, kuna mambo ambayo yanazuia watu kupiga maendeleo, na yenyewe lazima tuyazungumze. Moja kati ya hayo mambo ni swala zima la ubinafsi. Swala zima la nini? Ubinafsi. Ubinafsi ndio ambao unatutafuna sisi Waislamu.
Ubinafsi ndio ambao unatukwamisha mpaka hapa tulipo. Mtu akikaa katika nafasi, akiwepo mahala, ni yeye tu, ana al-anania. Hili lazima tufanye nini? Lazima tulizungumze. Katika jumla ya mambo anatufanya tuendelee kuwa katika hali tulokuwa nayo ni al-anania. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa uhdhiratil anfusu wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika. Kwa nini sisi hatupo katika minal muflihin? Kwa sababu tuna shuha, tuna ubinafsi katika mambo yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.